Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwana michezo mwenzangu, tukae chini tukete tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Oktoba 6 ya mwaka 2026. Hii ni Game On TZ na hii ni sports update. Mimi naitwa mpekuzi.com. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kurejea hii leo katika uwanja wa mazoezi baada ya kupewa siku kadhaa kupumzika, na huku wakisubiria kwenda kutangazwa kwa kocha mpya, ndipo uongozi wa klabu hiyo ya Simba uliweza kuwapa mapumziko wachezaji pamoja na benchi la ufundi la klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Leo jioni Simba watarejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Bunju Arena kwa ajili ya kujiandaa kuelekea katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, huku wakiwa na kocha wao mpya kwenye viunga hivyo vya uwanja wa mazoezi. Dimitri Pate leo ataenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba katika uwanja wa mazoezi, na leo ndio itaanza ile session mpya ya kujiandaa kuelekea katika michuano mbalimbali, iwe ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la CRDB Bank Federation Cup. Lakini pia kocha huyo Dimitri Pate ametoa taarifa kulingana na ripoti ambayo alikuwa ameiorodhesha ama kuifikisha kwa viongozi wa Simba nini ambacho anachokihitaji kifanyike ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kocha Dimitri Pate ameweza kuweka wazi kwenye ripoti yake, huku ikiwa imeweza kuorodhesha watu ambao anaowahitaji kwenda kuwepo katika benchi la ufundi na baadhi ya maeneo kwenda kufanya maboresho. Kocha Pate amesema kwamba anachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba na kwenda kuifanya klabu iwe bora kabisa msimu huu ambao kocha huyo ameweza kupata kazi ya kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Kocha Pate ameeleza kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho katika eneo la kocha wa viungo, na ametoa wazi kabisa hawezi kuendelea na kocha huyo, kwani wachezaji tu amekuwa ni wachezaji dhaifu, wamekuwa na wachezaji wenye viwango vya hali ya chini. Kocha Pate ametolea mfano kwenye mchezo wa mkondo wa pili kombe la klabu bingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Gaborone. Ameweza kutolea mfano katika mchezo ule, baadhi ya wachezaji viwango vyao vilikuwa chini, walikuwa fitness yao ilikuwa ni dhaifu kweli. Kocha Pate amesema kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho katika eneo hilo, lakini pia kumhitaji kuendelea katika viungo hivyo. Anachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kumchukua kocha mpya wa viungo ili kuja kuambatana na benchi hilo jipya la klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huko viongozi wa klabu ya Simba wameweza kuweka wazi kabisa kwamba wao wanachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kukubaliana na kile ambacho anachokihitaji kufanyika kwa kocha huyo, na yale ambayo anayoyahitaji kocha huyo afanyike ndani ya klabu hiyo ya Simba, basi tu lazima kiweze kutekelezwa kwa haraka iwezekanavyo. Uongozi wa klabu hiyo ya Simba umeweza kubainisha hayo, wako tayari kwenda kumbadilisha kocha mpya wa viungo ili kwenda kufanana na mfumo ambao anaouhitaji kocha huyo Dimitri Pate. Kocha Pate pia amemaliza kwa kusema kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwa kikosi kizima cha klabu ya wekundu Msimbazi Simba kwa baadhi tu ya maeneo, lakini pia ameweza kuwatoa onyo ama kuwapa onyo wachezaji pamoja na technical bench, kwa maana kwamba benchi la ufundi. Anachokihitaji ni wachezaji kushirikiana, viongozi wote wa klabu hiyo kushirikiana, kupeana madili ama kupeana maelekezo na kufuata kile ambacho wanachoweza kukubaliana. Kocha Pate amesema kwamba umoja ndio kitu pekee ambacho kinachohitajika kufanyika ndani ya klabu hiyo ya Simba. Pasiko kuwa na umoja, mambo hayatakuwa yanaenda vizuri. Lakini pia kocha Dimitri Pate amewaambia wachezaji wote wa klabu hiyo ya Simba, yeyote yule
kufanya vizuri katika uwanja wa mazoezi, basi yeye ndiye ambaye atampa kipaumbele kwenda kuanza katika michezo mbalimbali. Yule mchezaji mwenye kuonesha juhudi na jitihada katika uwanja wa mazoezi, basi yeye atampa kipaumbele katika mashindano ama kwenda kuanza katika mashindano mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na CRDB Federation Cup. Kocha Pantev amefurahishwa sana kwa ubora wa baadhi ya wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Wameonekana kuwa na kiwango kizuri, lakini pia kocha Pantev ameweza kumbwagia maua mchezaji Morris Abraham kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Alionyesha kiwango kilichokuwa bora na huko akiweza kumtabiria kwamba kiwango chake kitakuwa kizuri na endelee kuongeza jitihada pamoja na ufanisi katika maeneo mbalimbali ya uchezaji wake wa soka. Lakini pia kocha Pantev amemsifu na kumwambia kwamba ana kiwango kizuri, lakini pia anamhitajia kufanya vizuri pindi tu pale ambapo watakapoenda kuanza session ya kwanza katika uwanja wa mazoezi siku ya hii leo. Kocha Pantev amewapa onyo wachezaji hao pamoja na baadhi ya wachezaji kwamba waendelee kujituma katika uwanja wa mazoezi, lakini tu sio tu kujituma bali kuweka nidhamu mbele na kwenda kujituma katika maeneo mbalimbali ya uwanja, na huku wakiendelea kupeana ushirikiano wachezaji kwa wachezaji. Pale ambapo unapoweza kupata nafasi katika eneo la ufungaji, basi kama hutoweza kupata nafasi hiyo unaweza kutoa pasi, lakini pia kikubwa ameweza kutoa ushirikiano kwa maana kwamba wachezaji wote wawe na ushirikiano mkubwa na waendelee kushikamana. Pasipokuwa na umoja katika klabu hiyo ya Simba hakutakuwa na mafanikio makubwa na wala hakutakuwa na maendeleo makubwa katika klabu hiyo ya Simba. Kocha Pantev amewaambia kwamba wachezaji wote kwa hivi sasa wanachokitazama ni kwenda focus yao iwe katika uwanja wa mazoezi pamoja na michuano mbalimbali ambao inayoenda kwa kabili siku za usoni. Kocha Pantev ametoa onyo kwa maana kwamba benchi la ufundi ambalo linaloenda kumalizika Juni mwaka 2026 waendelee kushikamana kwa kipindi hiki, lakini pale ambapo itapofika kwamba mwishoni wa mkataba kwa benchi hilo la ufundi, basi yeye atachukua maamuzi ya kwenda kumtafuta kila aina ya idara kwenda kuongoza katika benchi hilo la ufundi. Lakini kwa hivi sasa kocha Pantev amewaambia uongozi wa klabu hiyo ya Simba anachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kufanya mabadiliko katika eneo hilo la kocha viungo, kwa maana kwamba yeye hatakuwa tayari kuendelea na kocha huyo viungo kwa sababu fitness ya wachezaji imekuwa doro, imekuwa ni ya kawaida mno. Kwa hiyo kocha Pantev amesema kwamba ipo haja ya kwenda kubadilishiwa kwa kocha viungo, kwani kocha huyo hawezi kuendana na kasi ambayo aliyokuwa nayo kocha Pantev. Lakini pia mbali tunakusema kwamba hahitaji kuendelea na kocha huyo wa viungo, bali amesema kwamba anahitaji kocha mwingine mpya wa viungo, kocha ambaye atakuwa na kasi, kocha ambaye atakuwa na ubora zaidi, na kocha ambaye wataendana kuwa ubora wa ufundishaji na kwenda kuwafundisha wachezaji kuwa na mazoezi makubwa. Lakini tu sio tu hivyo, bali ni kwenda kuweka mshikamano katika michuano mbalimbali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia kocha Pantev ameeleza kwamba ubora wa wachezaji ndio unaenda kutengenezwa na benchi la ufundi jipya ambalo yeye anachokitazama ni ushirikiano pamoja na ubora wa wachezaji. Hozi wa klabu hiyo ya Simba uliweza kuwapa mapumziko wachezaji pamoja na benchi la ufundi la klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Leo jioni Simba watarejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Bunju Arena kwa ajili ya kujiandaa kuelekea katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, huku wakiwa na kocha wao mpya kwenye viunga hivyo vya uwanja wa mazoezi. Dimitri Pate leo ataenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba katika uwanja wa mazoezi, na leo ndio itaanza ile session mpya ya kujiandaa kuelekea katika michuano mbalimbali, iwe ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la CRDB Bank Federation Cup. Lakini pia kocha huyo Dimitri Pate ametoa taarifa kulingana na ripoti ambayo alikuwa ameiorodhesha ama kuifikisha kwa viongozi wa Simba nini ambacho anachokihitaji kifanyike ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kocha Dimitri Pate ameweza kuweka wazi kwenye ripoti yake, huku ikiwa imeweza kuorodhesha watu ambao anaowahitaji kwenda kuwepo katika benchi la ufundi na baadhi ya maeneo kwenda kufanya maboresho.
Kocha Patev amesema kwamba anachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba na kwenda kuifanya klabu iwe bora kabisa msimu huu ambao kocha huyo ameweza kupata kazi ya kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Kocha Patev ameeleza kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho katika eneo la kocha wa viungo, na ametoa wazi kabisa hawezi kuendelea na kocha huyo kwani wachezaji tu amekuwa ni wachezaji dhaifu, wamekuwa na wachezaji wenye viwango vya hali ya chini. Kocha Patev ametolea mfano kwenye mchezo wa mkondo wa pili kombe la klabu bingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Gaborone. Ameweza kutolea mfano katika mchezo ule baadhi ya wachezaji viwango vyao vilikuwa chini, walikuwa fitness yao ilikuwa ni dhaifu kweli kweli. Kocha Patev amesema kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho katika eneo hilo, lakini pia kutokumhitaji kuendelea katika viungo hivyo. Anachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kumchukua kocha mpya wa viungo ili kuja kuambatana na benchi hilo jipya la klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huko viongozi wa klabu ya Simba wameweza kuweka wazi kabisa kwamba wao wanachokihitaji kwa hivi sasa ni kwenda kukubaliana na kile ambacho anachokihitaji kufanyika kwa kocha huyo, na yale ambayo anayo yahitaji kocha huyo afanyike ndani ya klabu hiyo ya Simba, basi tu lazima kiweze kutekelezwa kwa haraka iwezekanavyo. Uongozi wa klabu hiyo ya Simba wameweza kubainisha hayo, wako tayari kwenda kumbadilisha kocha mpya wa viungo ili kwenda kufanana na mfumo ambao anao uhitaji kocha huyo Dimitri Patev. Kocha Patev pia amebaliza kwa kusema kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwa kikosi kizima cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa baadhi tu ya maeneo, lakini pia ameweza kuwatoa onyo ama kuwapa onyo wachezaji pamoja na technical bench, kwa maana kwamba benchi la ufundi. Anachokihitaji ni wachezaji kushirikiana, viongozi wote wa klabu hiyo kushirikiana, kupeana madili ama kupeana maelekezo na kufuata kile ambacho wanachoweza kukubaliana. Kocha Patev amesema kwamba umoja ndio kitu pekee ambacho kinachohitajika kufanyika ndani ya klabu hiyo ya Simba. Pasiko kuwa na umoja, mambo hayatakuwa yanaenda vizuri. Lakini pia kocha Dimitri Patev amewaambia wachezaji wote wa klabu hiyo ya Simba, yeyote yule anayefanya vizuri katika uwanja wa mazoezi, basi yeye ndiye ambaye atampa kipaumbele kwenda kuanza katika michezo mbalimbali. Yule mchezaji mwenye kuonesha juhudi na jitihada katika uwanja wa mazoezi, basi yeye atampa kipaumbele katika mashindano ama kwenda kuanza katika mashindano mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na CRDB Federation Cup.